Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha maisha ya watakatifu. Leo tarehe 17 Februari tunasikiliza na kutafakari juu ya maisha ya Mtakatifu Alex na wenzake, waanzilishi wa shirika la watumishi wa Bikira Maria. Siku ya sherehe ya kupalizwa mbinguni Bikira Maria mnamo mwaka 1233, Mama Maria aliwatokea waamini 7 wa kikundi kilichojulikana kama Kwaya ya Maria, yaani Laudesi. Wakati wakisali, akawaambia wajitenge na malimwengu na kwenda kuishi maisha ya upweke na wawe watumishi wa Bikira Maria. Majina ya hawa waamini ni Alex, Bonafilio, Benedicto, Bartolomeo, Ricovero, Gerardino na Yohane. 3 kati yao walikuwa hawajaoa, lakini 4 wengine walikuwa wameoa. Kati ya hawa 4, 2 walikuwa wagane. Walifanya mipango ili wale waliokuwa wakiwategemea wawaache katika hali bora ya maisha. Askofu wao aliwapa kibali na kuwaruhusu wajitenge na malimwengu na kuishi porini chini ya mlima. Huko walijenga kanisa na wakaishi maisha ya kujinyima. Ile namna yao ya kuishi ilifanana sana na ile ya viumbe vya porini. Walitamani zaidi kufa kuliko kuishi ili wapate uzima wa milele. Mwanzoni hawakuwa na kanuni ya maisha, hivyo walisali kwa maombezi ya Bikira Maria kupata mwanga. Bikira Maria aliwatokea tena kwa mara nyingine na kuwaonesha kanzu nyeusi aliyotaka waivae kukumbuka mateso na uchungu wake akiwa chini ya msalaba, na akawaamuru waanzishe shirika la watumishi wa Maria chini ya kanuni ya Mtakatifu Agustino. Walifuata maelekezo haya chini ya uongozi wa Mtakatifu Petro Verona, wakizama zaidi katika sala, toba na ukimya kwa upande mmoja, na kwa upande mwingine wakifanya utume wa kufundisha, kuhubiri na kazi nyingine za kitume. Walijulikana kama Waserviti. Shirika hili lilikuwa kwa kasi kubwa. Hata mwanzoni mwa karne ya 14 watumishi wa Maria walikuwa idadi ipatayo 10,000 katika monasteri 100, na walikuwa wameanzisha misheni nyingi katika kila bara. Shirika la pili kwa ajili ya masista na la 3 kwa ajili ya wale waliojishughulisha na matendo ya huruma na elimu yalianzishwa mwishoni mwa karne ya 13 na Mtakatifu Juliana Falconieri. Askofu wao alitaka kuwapa daraja la upadre, wakakubali na wakapewa, isipokuwa mmoja wao, Mtakatifu Alex Falconieri. Kwa ajili ya unyenyekevu wake aliomba asipewe upadre. Alex aliishi maisha marefu kuliko wote. Inaaminika kwamba alikufa akiwa na umri wa miaka 110. Ni Alex Falconieri peke yake ambaye alikuwa mtawa mlei aliyeweza kuishi na kuona shirika linapandishwa hadhi na kuwa rasmi shirika la kipapa na Papa Benedikto wa 11 mnamo mwaka 1304. Alex alifariki mnamo tarehe 17 Februari mwaka 1310. Mwaka 1649, wakati altare kuu ya kanisa kule Monte Senario inafanyiwa ukarabati, miili ya ndugu wote 7 ililetwa na kuzikwa upya katika kanisa hili. Ndugu wote 7 walitangazwa watakatifu
na Papa Leo wa 13 mwaka 1888. Kanisa linawakumbuka watakatifu hawa 7 siku ya tarehe 17 mwezi Februari, kwa sababu Mtakatifu Alex alikufa tarehe hiyo. Itukuzwe damu ya Kristo! Milele amina. Mtakatifu Vincenti wa Paulo anatupatia tafakari fupi inayohusu maisha ya Mtakatifu Alex na wenzake, waanzilishi wa shirika la watumishi wa Bikira Maria. Kila siku tunalindwa kwa maombezi ya Bikira Maria pale tunapojikabidhi kwake kama watoto wake, maana yeye anatujali sana kama mama yetu. Watakatifu wengine tarehe 17 Februari: Mtakatifu Benigno, Mtakatifu Bononi na Mtakatifu Silvini askofu. Mtakatifu Alex na wenzake, waanzilishi wa shirika la watumishi wa Bikira Maria, mtuombee.